Habari, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuweza kurudisha afya yake katika mpangilio ambao uko sahihi na yuko ambao unajihisi uko salama. Bado umekuwa ukisikiza mafundisho haya ili kuweza kuhakikisha afya ya kwako au afya ya mwenza wako, afya jirani yako, mtoto wako na nani yako anakuwa katika mazingira salama. Inawezekana ukawa unasikiza darasa hili iko lengo kujisaidia wewe au kumsaidia mwenza wako au kumsaidia jirani yako. Lakini yote ni kuhakikisha siku zote ambazo utakuwa hai au siku zote ambazo utakuwa unapambana ni basi unakuwa hai, unakuwa na afya ili kuweza kupambana na kuhakikisha unafikia ndoto zako, unafikia malengo yako ambayo umejiwekea. Ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 12 2025, mimi napambana kuweza kufanikisha kuwa na afya, lakini nikiwa ni zawadi kwako ya siku yangu ya birthday leo. Kwa hiyo kama unaweza ukaniwishi kupitia comment hapo chini na kuweza kupata madarasa haya kwa upana zaidi, au ni zawadi ambayo nimetoa kwa video 100. Kwa hiyo upendo wako wewe kuniwishi ni kuweza kusubscribe na kupata maarifa haya, au kuweza kushare na kulike ili wengine waweze kujifunza zaidi. Lakini pia unaweza kaandika comment hapo chini kwamba unaniwishi kwa kitu gani, au birthday yangu unaniwishi, andika maneno mazuri hapo chini, itapendeza zaidi. Lakini leo tunaendelea darasa, ikiwa ni darasa la 17. Ikiwa ni darasa la 17 ambao ni bado tumebezi eneo la maumivu. Kama hujafuatilia madarasa yaliyopita, basi ni darasa la 17 ikiwa ni series ya video 100, na kama hujafuatilia mingine ndio kufuatilia ili ujue nini ambacho kinazungumzwa na imepangwa katika mpangilio. Maumivu wakati wa hedhi hutofautiana baadhi ya wanawake. Yaani kwa sababu gani mwanamke mmoja anahisi maumivu alafu mwanamke mwingine hahisi maumivu, au mwanamke mmoja anahisi maumivu makali sana au mwanamke mwingine anahisi maumivu kidogo sana, huwa inasababishwa na nini? Sasa kuna vitu hapa vinne ambavyo lazima vizingatie pale ambapo unahisi maumivu au mwanamke ambaye hahisi maumivu wakati wa period. Jambo la kwanza ni tofauti ya prostaglandin ambayo inaweza kuchangiwa kwenye prostaglandin kubwa zaidi au kwa kiwango kikubwa zaidi, yeye maana yake mtu atahisi maumivu makali, lakini ambaye atakuwa na prostaglandin ndogo basi hatahisi maumivu makali. Period yake itakuwa ni ya kawaida, ambapo maumivu ndani ya muda mfupi atakuwa tu na bleed damu kawaida na baadaye maumivu yanaisha kabisa. Hiyo ambayo utakuwa na kiwango cha juu kabisa cha prostaglandin, utaona utakuwa na maumivu makali sana mpaka kuhitaji msaada, ambayo usende mbali. Darasa la 18 na fitu tutaeleza kusangani mwanamke anapitia hiyo au kwa sababu inatokea hivyo. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea mwanamke akahisi maumivu wakati wa hedhi ni unene wa ukuta wa uzazi. Hii inatokeaje? Ni pale ambapo kama utakuwa na shida hapa, ni maana yake hizi homoni za progesterone na estrogen zitaleta shida, au kutakuwa na changamoto ya maambukizi katika via vya uzazi, au matatizo ya kurithi ambayo yanahusiana na uzazi yanaweza kupelekea mwanamke akapata shida. Kwa hiyo ni vizuri ukawa makini hapa, au kafanya ukihisi maumivu makali sana, ni vyema kutafuta msaada ili kuweza kutambua ni kitu gani ambacho huwa kinapelekea mwanamke kuhisi maumivu wakati wa hedhi. Lakini mwitikio wa neva za maumivu, kuna asili ya watu ambao wanahisi maumivu makali sana, kuna watu ambao wanahisi maumivu makali sana. Mfano ambao nimekutana nao halisi ni Wamasai wakiingia labor ward au kuna zalisha wa Masai, mara nyingi waga hawalalamiki sana kuhusiana na maumivu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mwili wao au asili yao imewafavor. Lakini pia katika mwili wa kawaida wa binadamu kuna mwitikio wa neva ambao mwingine huwa anahisi maumivu sana, mwingine huwa hahisi maumivu makali sana. Kwa hiyo lazima tuzingatie pia hata asili ya mtu ipi inaweza kusababisha mwanamke akahisi maumivu makali sana wakati wa hedhi, mwingine asihisi maumivu. Mtindo wa maisha na ya stress, namna chakula tunachokula, vyakula ambavyo havina rutuba au havina virutubisho vinavyoweza kujenga mwili na mfumo wa uzazi, au mwanamke ambaye yuko na stress ana majukumu makubwa sana ya kazi ambayo wao mnasema lazima tusaidiane 50-50, lakini mwisho wa siku kama wewe mwanamke atakuelemea, utakuwa na msongo wa mawazo, haujui uanzie wapi, madeni yamekuja na vitu vingine vingi ambavyo vinaweza kupelekea wewe ukua katika stress. Hata ndoa yako yenyewe pia inaweza kupelekea ukawa katika stress na kupelekea ukapata shida wakati wa hedhi. Lakini zamani, nikutolee mfano, zamani mwanamke ambapo kipindi anaenda kwenye masherehe, yani kwenye masherehe, afu yeye akawa main speaker au akawa ni mtu ambaye anatazamwa. Kwa hiyo kinachotokea, walikuwa wanamshauri aweze kuvaa pedi, ambayo mara nyingi zamani walikuwa wanavurugika sana mzunguko pale ambapo yeye atakuwa main speaker, yani yeye ndio mtu ambaye anatazama mara kwa mara, yani neno lake ni mtu ambaye anasubiri azungumze neno ili amsikize na nini. Kwa hiyo anajikuta anapoteza confidence, anapata uoga, anapata wasiwasi na stress. Mwisho siku
period inaanza mapema zaidi au anaanza kutoka damu, na kama hajaingia siku zake za hatari, basi anajikuta ataanza kuingia period siku zake za hatari mapema, na dalili moja hapo kuonyesha kwamba wewe unaingia katika siku za hatari. Sio wote ambao zinatokewa ni kuanza kuona matonye ya damu ambayo yanakuwa kwa kiasi kidogo. Kwa hiyo maumivu ya hedhi ni sehemu ya mwili wako kufanya kazi, kwa hiyo usishtuke na wala usitilie hofu sana. Lakini hakuna hedhi ya kawaida. Yaani wewe ambapo unahisi maumivu makali sana ukasema hii ni hali ya kawaida, ambayo sasa wengi wamekuwa kipuuzia kwa sababu wanaamini kila hedhi lazima upitie maumivu. Hapana, kuna watu ambao wanapitia maumivu ya kawaida, kuna watu ambao wanapitia kama wewe ambao unaamini kwamba ni maumivu lazima uwe nayo, ni kumbe unatakiwa upate maumivu ya kawaida kabisa. Kwa hiyo hedhi, hakuna hedhi ambayo ni ya kawaida. Kikubwa ni utafute msaada wa kujua namna gani ambavyo unaweza kujisaidia. Sasa kupitia madarasa yangu unaweza kupata njia bora ambazo zinaweza zikakusaidia wewe ukaa katika mtu ambaye utakuwa salama, kwa sababu tunachokifundisha hapa ni njia za asili za kuweza kuepukana na changamoto ya maumivu ambao watu wengi wamekuwa wakipitia sana hedhi. Njia gani hizo? Basi endelea kufuatilia video zangu 100, na hii ikiwa ni video ya 17. Upendo wako ni kuendelea kusubscribe, kushare na kulike na kualika wengine ili waweze kujifunza zaidi. Asanteni na mpaka wakati mwingine.